Swali linabaki moja, ni nani atakuwa anamfuta Zuchu machozi kwenye safari yake ya huzuni hii ambayo ameshaianza, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo Zuchu anapitia na yanahitaji kupata faraja sana, kwa sababu wamemharibia Zuchu kwa kiasi kikubwa sana, yani kisa wivu, kwa sababu watu wengi sana wanapeleka maneno ambayo hayafai kwa Zuchu, na Zuchu imempelekea mpaka anapata infrastructure, anapata uchanganyikifu fulani hivi, kwa sababu watu wengi sana wanampelekea maneno ya kwamba Diamond anatoka na fulani, Diamond anatoka na fulani. Sasa Diamond kazi anayo, hizi ni chuki ambazo zimeanza kuzaliwa, na tunajua kwamba mama mtu akiwa tayari chuki zimeshaanza kuzaliwa, tayari upendo unakuwa umeshuka. Sasa kuna swali linabaki moja tu kwa Zuchu, ni nani atakuwa anamfuta machozi kwa sasa, kwa sababu mpaka sasa familia ya Diamond Platinum bado haijaonesha kwamba ule utayari kwamba kumpokea mjukuu na kumfanya kwamba ni moja ya familia, kwa sababu hata ukiangalia Mama Dangote mwenyewe hakuweza kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona mjukuu na kwa ajili ya kwenda kumuona mtoto, alikuwa amebaki nyumbani akimsubiri mtoto. Sasa hii ina maana gani kama mama mkwe afanye kitu kama hicho? Na ndio maana tunasema kwamba ni safari ya huzuni ambayo imezaliwa, na unajua siku zote katika furaha ambayo Zuchu anaitengeneza, lakini kuna ubaya mwingi ambao unazaliwa katikati yake. Yani Zuchu anapambana kutengeneza furaha ambayo anajua kabisa itamsaidia mbeleni, lakini kuna ubaya ambao unajiinusha mbele yake, na inaonekana kwamba ni mtu ambaye hawi makini na vile vitu anavyofanya. Lakini istoshe ni familia ambayo inamtengenezea ziaka. Yani ziaka kwa sababu gani? Kwa sababu mpaka sasa bado hawajaamua kumpokea rasmi kwamba ni mkamwana, kwa sababu toka mwanzo walikuwa ni watu ambao yani wanamtenga, na ni watu ambao hawakuweza kuyakubali mahusiano ya Diamond Platinum, hususan mama Nasibu mwenyewe pamoja na dada yake Nasibu. Sasa sijajua wenyewe wanataka kakaao aoe mke wa design gani, kwa sababu kakaao ni mtu ambaye amekuwa kila kioa anaacha, na alikuwa ni mtu ambaye bado hajapata mke sahihi. Sasa sijajua wenyewe wanataka kakaao apate mke sahihi yupi. Sasa nikukumbushe kitu kimoja, ndugu yangu mwanachama ambao unafuatilia, najua kuna ndugu jamaa na marafiki wanahitaji kupata stories za mastaa wengi na kupata update zao, namna ambavyo lifestyle yao wanavyoishi, namna ambavyo wanaenenda, lakini hawana sehemu ya kupata. Kwa hiyo usisahau kushare nakala hii, usisahau kuwapatia watu waendelee kupata vionjo na kupata burudani ambazo zinapatikana hapa Amazing TV. Tunapatikana digital platform mbalimbali, ukienda Instagram, ukiingia FB, ukiingia na TikTok, kila kitu utakipata kule. Sasa tuachane na yote hayo, najua mtu utasubscribe na kuna alama ya kengele hapo chini ya video hii, utaturn on notification ili uendelee kuwa member wa channel hii. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Unajua ubaya mkubwa ni pale ambapo walikuwa wanamchukia mwanzo. Yani ninavyosema ubaya mkubwa ni upi? Yani ubaya mkubwa ambao umeweza kutengenezwa hapa ni kwa sababu Zuchu walikuwa wanamchukia toka mwanzo, yani kabla hata hajapata ujauzito, na ndio maana hapo nyuma kulikuwa kuna scenario nyingi kwamba Zuchu anataka kuachana na Diamond Platinum, na ni kweli waliachana kabisa na waliweza kufunga ndoa ya mkeka, na ndio kitu ambacho Zuchu huwa hakipende, kwa sababu Diamond ni msanii mkubwa, ni superstar mkubwa sana, ni best singer. Lakini sasa kitu ambacho aliweza kukifanya, yani kwenda kufunga ndoa ya mkeka na binti ambaye ni kifupi ni mtu ambaye mama yake mwenyewe aliweza kumsaidia sana Diamond Platinum kipindi cha nyuma. Na tunasema hivyo kipindi cha nyuma kwa sababu gani? Unajua Hadija Kopa ni mtu ambaye kipindi kile ambako Diamond alikuwa hana kwa kwenda na hana pesa, kipindi kile anaishi Mbagala, mama Zuchu ambaye ni Zuhura aliweza kumsaidia vitu vingi sana. Sasa na kitu pekee ambacho tunasema kwamba licha kwamba ya furaha alionayo Zuchu, lakini bado kuna ubaya upo, na hatujajua mpaka sasa ni mtu gani anaweza akachukua ile nafasi ya kumfuta machozi, kwa sababu kwenye Diamond Platinum yeye ndo inaonekana kwamba ndo mtu pekee ambaye anamtekea mke wake na kila kitu, lakini familia kama familia imemtenga. Yani imekuwa ni familia ambayo yani haijihusishi na chochote kutoka kwa Zuchu toka ametoka hospitali. Kwa hiyo na ndio maana Zuchu aliamua kwenda kujifungulia Zanzibar kule kwa mama yake ili aweze kupata treatment ambazo
ni nzuri, na alijua kule atapata matibabu mazuri na ni sahihi, kwa sababu kule ni kwa mama yake, na mama yake ndio mstari mkubwa sana wa kumtekea mwanae, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba alienda hospitali na akarudi akiwa yupo salama licha na mambo ambayo amepitia. Sasa ubaya mkubwa upo pale ambapo walikuwa wanamchukia mwanzo, na hata sasa chuki ndio zimezidi zaidi. Sasa Zuchu aliamua kwamba akiamua kumbebea mimba Nasibu, kwamba familia itakuwa upande wake, familia itakuwa ni kama msingi wa kumsimamia yeye na kumfanya Diamond Platinum aweze kubadilika. Lakini sasa imekuwa ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunategemea, yani imekuwa vice versa, na kitu pekee ambacho kimeweza kututia huzuni na kimeweza kutustaajabisha ni pindi ambapo Zuchu ameweza kujifungua, lakini mama yake Nasibu hajaweza kwenda hospitali kwenda kuna ni mtoto, bali alishare tu picha kwamba ongera na subiri mjukuu wangu nyumbani hivi na hivi, lakini kulikuwa hakuna umbali kwa. Sasa watu wameenda kuwa na scenario kwamba huenda mama, yani hawa mama wawili hawapatani, yani Hadija Kopa pamoja na mama yake na Diamond ambao ni mama Dangote, kwamba hawapatani na ndio maana mmoja hakuamua kwenda kule kwenda kumuona mkamwana. Sasa nikukumbushe kidogo tu, kama ukuja subscribe channel hii, jaribu kusubscribe, comment na kushare ili kuendelea kupata update ambazo zinaendelea, kwa sababu ni kuna mastori mengi ambayo yapo na tunakuletea kwamba mastaa wote lifestyle yao wanavyoishi, hususan kwa Zuchu na Diamond, kwa sababu ni mastaa ambao ni wakubwa na wanapitia vingi sana kwenye career yao, wanapitia vitu vingi sana kwenye professional yao, kwa sababu ndio kitu ambacho wanakitegemea kiweze kuwaingizia kipato, na ndio kitu ambacho wanakitegemea kiweze kuwapatia jina, umaarufu, famous, yani ni mambo mengi. Kwa hiyo jaribu kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili waweze kupata update ambazo zinaendelea. Sasa nikukumbushe ndugu mfuatiliaji ambao unanifuatilia, nahitaji comment yako hapo chini. Je, unahisi ni nani atakuwa anamfuta machozi kwa sasa Zuchu? Yani andika comment hapo chini, ushushe uandike kwamba wewe unavyofikiria kwa sasa ni mtu gani ambaye atakuwa anamfuta machozi Zuchu, kwa sababu ni kuna mambo mengi sana ambayo amepitia kaza wa kaza ambayo anapitia kwenye mahusiano yake na yuko mpweke, hana mtu wa kumfuta machozi. Kwa hiyo hebu shusha comment hapo, nani atakuwa anamfuta machozi Zuchu? See and until next time, ciao, tukutane wakati mjao.